Mtume Muhammad alikuwa na hutubu siku moja, siku ya Ijumaa, toa hutuba. Akaja mtu mmoja akasimama katikati pale anaswali. Mtume anamuona sallallahu alaihi wasallam. Alipotoa salamu akamwambia kum fasalli, kum, we simama uswali tena. Akasimama yule akaswali rakaa zake 2. Alipotoa salamu akamwambia hujanielewa, kum fasalli, simama uswali. Akasimama akaswali tena, akatoa salamu. Hii mara 3. Alipokaa chini akatokea sahaba mmoja akamvuta yule pap, akatoka naye. Alivorudi akawa sio yule. Unajua maana yake nini? Yule mtu alikuja na kanzu mbovu siku ya Ijumaa, watu wote na vilemba vyao wanaswali, yule amevaa kanzu na anaonekana maungo. Anambia siku ya Ijumaa, yaumul Eid, anakuja mwenzenu hivi na nyie mnamuona hivi. Kumbe ile kumfasali sio kwamba haswali vibaya, la, simama wakuone hawa waliopendeza, wewe mko mnyang'anyanga. Mmoja akamuelewa Mtume, sasa huyu mbona anaswali sawa sawa? Akatizama, kanzu imechanika, viraka masempete. Akaambia ndugu yangu tutoke twende. Akaenda jirani, kama ndo hapo tena kwa Shabani, akampiga kanzu na kilemba kingine, akarudi. Akaambia wewe kanielewa, aina nahnu wa sunnati rasulillah. Hii nafundisha taratibu hapa. Swala haijaja bado, haijaja saumu. Imekuja kwanza, inatengeneza jamii, inawekewa jamii, wanawekewa profile basic huko kwenye kuswali huko, ili mswali vizuri. Fulus, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi, mbele alafu wa anfusikum dhalikum in kuntum ta'lamun. Mwenyezi, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Mimi nataka nikuelezeni biashara. Mungu jambo la kipepo analiita ili wafungue watu kwamba mnatakiwa mfanye biashara. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, nikufundisheni biashara itakayowaokoa na adhabu ya moto.